dabi ya Kariakoo unaweza kutumia zaidi ya milioni 50 tu kwenye maandalizi. Unajua kila mchezo unakuwa na maandalizi yake na unakuwa pia na gharama zake, lakini kwa Tanzania hakuna mchezo ambao unaweza kufikisha gharama ya milioni 56 kwenye maandalizi peke yake. Yaani hakuna mchezo wa hivyo. Yaani utakuwa ni mchezo wa aina gani? Mnaweka kitu gani cha ziada ambacho hakikwea kuwepo hapo nyuma? Labda kama wamejumlisha na mambo mengine ambayo sio ya kimpira, lakini kwenye mambo ya kimpira milioni 56 ni fedha nyingi sana. Ni fedha ambayo yani sijui nisemeje, lakini inawezekana kuna matamasha makubwa sana yanaweza kuwa yanagharimu hiyo pesa kwenye maandalizi, lakini sio mechi inaihusu Simba na Yanga kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa sababu kwa wale watu ambao hawajui au kwa faida ya mtazamaji ni kwamba tunapozungumza maandalizi ya mechi tunazungumza kwenye maeneo yafuatayo. Kwanza, maandalizi ya timu kwa ujumla, ambao hizo ni gharama za timu yenyewe, ambao kila timu huwa ina maandalizi yake ya kila mechi, ambazo hizo sio gharama za mchezo, au ni maandalizi ya timu yenyewe. Sawa? Lakini maandalizi ya mchezo yamegawanyika, na ndio maana hata kwenye ile fedha inayopatikana kwenye gate collection inaenda kwa watu tofauti tofauti. Kuna pesa ambayo inaenda shirikisho huku, kuna ambayo inaenda BMT, kuna pesa ya kodi, kuna pesa inaenda kwenye club. Ambao ukija kuangalia in details, ukija kuzichambua moja moja, maandalizi ya kulipia uwanja ni maandalizi ambayo yanatakiwa kufanyika, kwa maana uwanja lazima ulipie. Lakini unaulipia uwanja endapo tayari umeutumia. Lakini Yanga hawajatumia ule uwanja kwenye mchezo husika, maana mechi haijachezwa. Kwa hiyo hakuna malipo yoyote ambayo mnapaswa kulipa. Lakini kwa sababu wao walijipeleka wenyewe uwanjani, wanapaswa kulipia muda ambao wamefanya maandalizi yao wenyewe, kwa sababu mechi haikuchezwa. Bodi ya ligi kuahirisha mchezo maana yake ni kwamba gharama za uwanja hazipo, na ndio maana mechi imeahirishwa. Ina maana mechi kishaahirishwa, ina maana huwezi kulipa tena gharama za uwanja, kwa sababu tayari mchezo umeahirishwa. Ina maana hata wamiliki wa uwanja hawezi kukuruhusu tena ucheze mechi pale, kwa sababu mchezo umefanyaje? Umeahirishwa. Na wenye mamlaka ya kuahirisha mchezo ndio ambao wameahirisha mchezo, maana yake gharama za matumizi ya uwanja unazitoa. Sasa Yanga wamekuja kama wamezilipa, maana yake wamezilipa wao kwa matumizi yao, sio matumizi yanayohusu mchezo, kwa sababu mchezo ulishaahirishwa. Maana yake pesa ya kulipia uwanja haipaswi kulipwa tena, kwa sababu mchezo hujachezwa. Sisi tumeelewa vizuri. Gharama zingine ni gharama za ambulance kwenda pale na nini, jopo la madaktari, ambao kuna madaktari wa timu, kuna madaktari wa dharura ambao wanakuja pale, ambao kwa sababu mchezo umeshaahirishwa pia, maana yake wale watu hawatakiwi kuwepo. Ina maana hiyo gharama ya kuwalipa wale watu haipaswi kuwa included, kwa sababu mchezo umeahirishwa. Na kwa sababu mchezo umeahirishwa na mamlaka, maana yake wale watu hawezi kwenda, kwa sababu pia wanaowapa go ahead au vibali ni bodi ya ligi. Bodi wakishaahirisha mchezo, hata kama walishapewa vibali, maana yake hawapaswi kwenda uwanjani. Kwa kama Yanga ilienda nao, maana yake ni gharama zao binafsi, hizo wanatakiwa kuzilipa wenyewe.